Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa katika Kristo Yesu. Mbele yako naitwa mwalimu na Apostle Frank Steven Mohana. Namna gani adui anaweza kukamata hatima yako? Siku zote adui anachokitaka ukose nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Maana yake anafanya shughuli zako ziwe nyingi, anafanya ukae sana mtandaoni, anafanya akili yako iwe busy na dunia. Nataka nikwambie kitu kimoja. Moja kati ya kitu ambacho kinaendesha maisha yako ni ulimwengu wa roho. Kiwango cha ufahamu wa kimungu kwenye maisha yako ndipo kitakuamulia utendaji wa maamuzi katika ulimwengu wa roho. Yaani the way utakapozidi kufahamu Mungu, maana yake utakuwa na uwezo wa kuendelea kuoperate ulimwengu wa roho kwenye maisha yako. Nataka nikwambie kitu. Wakati hauna kitu moyoni, hauna ulinzi wa kiroho. Kuna wenzako wanakesha kwa waganga. Kuna wenzako kila siku wana update nguvu zao za kiroho za kuwafanya wao wawe safe. Unapoona watu wako mjini wanafanya biashara, wanafanikiwa, kuna vitu unavyovitegemea. Sasa kila moja kuna namna ya kuupdate ile nguvu ndani yake ya kumfanya awe active kwenye maisha yake. Sasa wewe ndugu yangu mpendwa katika Kristo Yesu, unataka mafanikio makubwa ya mabilioni ya fedha. Kuna kiwango tu cha kifedha huwezi kukifikia kama hauko updated kiroho, kwa sababu pesa inaendana na viwango vya kiroho ulivyo navyo. Pesa inaendana na kiwango cha ufahamu ulichokuwa nacho. Unaelewa? Kwa hiyo the way unamiliki pesa zaidi, the way una update nguvu ndani yako, nguvu za kiroho. Maana yake ulinzi wako, watoto wako, biashara yako inategemea madhabahu yako ya ndani. Madhabahu yako ya ndani itakapozidi kuwa active, the way utakapokuwa salama katika ulimwengu wa roho. Nataka nikwambie, ulimwengu wa roho ni ulimwengu uliokamilika. Ni ulimwengu unaofanya kazi katika viwango vya juu sana. Kama unahitaji kuishi maisha ya ushindi, basi update nguvu ndani yako, nguvu za kiroho. Nataka nikwambie, katika masaa 24 pata muda wa kuingia kwenye maombi. Angalau hata mara 2 kwa siku. Angalau hata mara 2 kwa siku. Tenga muda wa kusoma neno la Mungu. Ilazimishe, kwa sababu wokovu, kwa sababu utakatifu ni mazoezi jamani. Sio kwamba from nowhere tutapata update ya kuomba. Sio kama from nowhere tu utapata update